Basi yule mzee hakuwa na hiana, akafunguka akasema kwamba katika uzee wangu ninapitia wakati mgumu sana, ninapitia nyakati nyingi za kusononeka na kuwa ni mtu mwingi wa huzuni, kwa sababu kuna mambo mengi katika uzee wangu nilikuwa na nafasi ya kuyafanya, nilikuwa na uwezo wa kuyafanya, nilikuwa na namna 100% za kufanya mambo yale, lakini kwa sababu ya ujana mwingi, kwa sababu ya namna nyingi tu za ujana, nilijikuta mambo yale nashindwa kuyafanya, napuuzia, wakati nguvu na akili na kila kitu uwezekano wa kuyafanya mambo yale ulikuwa kwa 100%. Sasa katika siku za uzee wangu najikuta ni mtu wa kujuta kwamba kwa nini jambo lile sikulifanya. Naitwa Joshua Justin Kabika, nazungumzia wakati uliopo kwa sasa. Nizungumze na vijana au Gen Z. Kama una nafasi ya kukamilisha jambo fulani kwa sasa, kama una nafasi, yani kuna jambo fulani una nafasi ya kulifanya, basi nakusihi na kushauri sana ulifanye kwa wakati, kwa sasa. Lifanye kwa moyo mmoja, lifanye kwa nguvu zako zote, madam tu uwezo wa kulifanya jambo hilo unao. Kwa nini nasema hivi? Mzee mmoja aliulizwa swali kwamba ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya jambo fulani, ilikuwa ni siku ya furaha kwa watu wengi, lakini mzee huyo aliulizwa na mwandishi fulani, akaulizwa kwamba mzee, leo ni siku ya furaha, vipi, unaonaje, unajisikiaje? Natumaini una furaha ya kutosha. Lakini yule mzee kwa huzuni na kwa masikitiko makubwa alijibu neno moja, akasema sina furaha hata kidogo. Yule mtu akamuuliza tena, kwa nini mzee unasema huna furaha? Leo ni siku ya furaha, kila mtu anafurahi kama tunavyotazama sasa. Leo ni maadhimisho ya jambo muhimu sana. Kwa nini unasema huna furaha mzee? Hebu tufafanulie. Basi yule mzee hakuwa na hiana, akafunguka akasema kwamba katika uzee wangu ninapitia wakati mgumu sana, ninapitia nyakati nyingi za kusononeka na kuwa ni mtu mwingi wa huzuni, kwa sababu kuna mambo mengi katika uzee wangu nilikuwa na nafasi ya kuyafanya, nilikuwa na uwezo wa kuyafanya, nilikuwa na namna 100% za kufanya mambo yale, lakini kwa sababu ya ujana mwingi, kwa sababu ya namna nyingi tu za ujana, nilijikuta mambo yale nashindwa kuyafanya, napuuzia, wakati nguvu na akili na kila kitu uwezekano wa kuyafanya mambo yale ulikuwa kwa 100%, lakini kulingana na ule ujana nilijikuta mambo yale sikuyafanya. Sasa katika siku za uzee wangu najikuta ni mtu wa kujuta kwamba kwa nini jambo lile sikulifanya, kwa nini jambo hili sikulifanya. Kwa hiyo napitia kipindi kikubwa cha kusononeka, kipindi kikubwa cha mawazo makubwa, msongo wa mawazo. Basi wakati mwingine kupitia huyo mzee tukajifunza kitu muhimu sana. Kila mtu katika jamii yake, bila shaka, tangu tukiwa wadogo mpaka leo tukiwa vijana, tuna kumbukumbu nyingi kwamba kuna watu fulani ambao ni watu wazima, tulikuwa tukiwaona ni watu wanakuwa ni watu wenye mawazo sana, wenye misongo ya mawazo. Tulikuwa tukijiuliza kwa nini wazee hawa wanapitia vipindi kama hivi. Wameishi miaka mingi, ni jambo la kumshukuru Mungu, na wamefika kwenye uzee. Bila shaka ilikuwa ni wakati wa kufurahia uzee wao na kumshukuru Mungu kwa kuwafikisha miaka hiyo, lakini
kwa sababu kuna vitu vingi hawakufanya wakati wa uzee wao, na nafasi ya kufanya ilikuwepo lakini hawakufanya. Basi wanajikuta ni watu wana mawazo na masimango na kujuta sana kwa nini hawakufanya jambo hili. Bila shaka natoa maudhui haya nikikusihi kijana, haijalishi una umri gani kwa sasa, lakini ni vizuri kushughulikia mambo kadha wa kadha. Usiache kiporo, shughulikia mambo kadha wa kadha. Ujana usikudanganye hata kidogo. Jitahidi sana, ujana usikudanganye, ujana usikupotezee muda. Kuna mambo mengi ya muhimu sana ya kuzingatia, unapaswa kuyafanya wakati huu ambapo una nguvu na una uwezo wa kufanya. Kama utapuuzia kutekeleza mambo madogo madogo sana, basi jiandae na vita ya uzeeni, msongo wa mawazo na kujuta sana. Utakuwa ni mtu wa kujuta sana, mfano wa yule mzee aliyetuibia siri. Naitwa Joshua Justin Kabika. Asante.